Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Tunaendelea na darsa ya tafsiri ya Qur'ani ambayo ipo katika suratu Ali Imran aya ya 179. Leo tutasoma aya 2 tu kutokana na basti yake kidogo. Walau tumezoea kusoma aya 3, lakini leo insha Allah tutasoma aya 2 kutokana na jinsi zilivyo. Jana tulisoma tuliishiria aya ya 178 ambayo sabini na sita, 78, 77, 78 tulizungumzia watu ambao wanabadilisha imani wakachukua ukafiri kwa kutumia neno ishtira. Tukazungumza kwamba kuna maneno mengine tukiingia katika Qur'ani hayawezi kufasirika kama vile lugha inavyokuagiza. Kwa hiyo Qur'ani ni Qur'ani na lugha ya Kiarabu ni lugha ya Kiarabu. Kuna wakati lugha inakataana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukazungumza kweli mpaka watu ambao wanatumia lugha kitaalamu sana. Tukizungumza watu wa nahwu ni watu wa fasaha, lakini pia wana heshima na nidhamu na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulizungumza katika aya hiyo ya innal ladhina ishtaraul kufra bil imani lan yadhurrullaha. Tukazungumza ishtara kwamba hapo haikuwa na maana ya kununua, ni kubadilisha. Kwa sababu tukisema kununua ni kwamba una uwezo, unaweza ukitaka kununua imani unaweza ukanunua. Kwa hiyo je, maneno ya Mwenyezi Mungu yanathaminika? Ndio tunatumia neno ishtara kwa maana ya kubadilisha. Popote pale kwenye Qur'ani tunatakiwa tutumie hivyo. Lakini pia kwenye la yadhurullah ambao tukapata lafdhul jalala kwamba ikiwa na nini baada ya fi'li na fa'il unakuja maf'ul. Kwa hiyo ikisimama kwenye lafdhul jalala jina la Mwenyezi Mungu inakuwa sio maf'ul tena, ni mansubun lit'azim, mansubun lit'azim. Tulizungumza hivyo. Kwa hiyo leo tunasoma aya hii ya 179. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Ali Imran. Tutatafsiri aya hizi kwa naklan tulivyosomeshwa, ili kwa msomeshaji ajue lugha na maneno ya kusomeshea, kisha baada hapo tutazielezea kwa tashrihi zake.
ndivyo tunavyoondokea katika darasa zetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikie, walau sisi hatujui. Allah yeye ndiye anayejua, haya ni maneno yake. Tunajitahidi kwa aqwalul ulama, lakini pia na baraka na radhi za waliotusomesha, basi alau sisi tutumie ndimi zao na moja kwa moja mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mwenyezi Mungu anasema, ma kana Allahu liyadhara almu'minin, haitakikani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaacha waumini, kuwaacheni nyinyi waumini, au haikuwa Mwenyezi Mungu. Waweza ukatafsiri mbili. Ma kana Allahu, haitakikani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liyadhara almu'minin, kuwaacha waumini, kuwaacheni nyinyi waumini, ala ma antum alayhi, juu ya harakati ambazo mko nazo juu lake za kuipambania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu haitakikani kuacha hivi hivi bure bure, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampambanue yule mbaya kutokana na mzuri. Aliyekuwa mbaya akae mbali na aliyekuwa mzuri akae mbali. Hapo ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio atajua kwamba sasa kweli nyinyi ni waumini. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, wama kana Allahu liyutli'akum, na haitakikani Mwenyezi Mungu kuwadhihirishieni nyinyi ala alghaibi, juu ya mambo ya ghaib, ambayo ghaba anil hawas, mambo ambayo yako mbali na hawasi, mambo siri, ghaib. Si rahisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwadhihirishieni ghaib. Walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu anachagua kutokana na mitume yake kwa yule ambaye kwamba anataka kumdhihirishia au kumpa hiyo ilmu ya ghaib, kama alivyompa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kuna ilmu zingine mtume anajua kupitia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo faaminu billahi wa rusulihi, basi aminini kwa Mwenyezi Mungu na mitume yake. Wa in tu'minu wa tattaqu, na mtakapokuwa waumini, mtakapoamini, kuamini, muamini Mwenyezi Mungu na kusadikisha mitume yake, na mkamcha Mwenyezi Mungu, falakum ajrun adhim, basi mna nyinyi ujira uliokuwa mkubwa, manake thawabu nyingi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio tutakayosoma leo, na nyingine aya ya 180 suratu Ali Imran. Fuatilia na nakla yake. Wa in tu'minu, naam, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna, wala wasidhani wale ambao kwamba wanakuwa ni mabakhili, wanafanya ubakhili, bima atahumullahu min fadlihi, kwa kile ambacho kwamba amewapa wao Mwenyezi Mungu kutokana na fadhila zake, huwa khairan lahum, kwamba huko kufanya ubakhili ni bora kwao. Usidhani kwamba ni bora, sio bora, bali huwa sharrun lahum, bali huko kufanya ubakhili ni shari kwao, ni ubaya, ni vibaya mno. Kwa hiyo kama ni shari kwao, sayutobwa kuna ma bakhilu, watafungwa
na kile ambacho kwamba wamekifanyia ubakhili yaumul qiyama, siku ya kiyama watakabwa nacho. Tutaelezea. Walillahi mirathu samawati wal ardi, na nia Mwenyezi Mungu mirath ya mbingu na ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, imetangulia shibhul jumla. Sawa, imetangulia jarri na majruru litadhim. Walillahi sio majruru bihi, majrurun litadhim. Walillahi mirathu samawati wal ardi. Tutaelezea kwa nini itangulie shibhul jumla. Na nia Mwenyezi Mungu mirathi ya mbingu na ardhi. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo kwamba mnayafanya, basi Mwenyezi Mungu ni mtambuzi. Hii ndio tafsiri ya nakla ya kumfasiria mwanafunzi namna hii. Sasa katika maelezo yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo, ili tukaenda na muda vizuri, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema ma kana Allahu liyadhara almu'minin ala ma antum alayhi. Maana wal maana katika tafsiri hii ya Muhammad Ali, Sheikh huyo Muhammad Ali Swabun katika Safwa anasema wal maana la yatruka Allahu almu'minina mukhtalitina bil munafiqin. Ndio maana ya ma kana Allahu liyadhara almu'minin, manake hatowaacha Mwenyezi Mungu waumini mukhtalitina bil munafiqin, ni wenye hatowaacha Mwenyezi Mungu waumini kwamba wakawa ni wenye kuchanganyikana na wanafiq. Sawa, manake wanafiq hupatikana fi zumratil mu'minin, wanafiq wanapatikana ndani ya kundi la waumini. Wapo wanafiq. Kwa nini wanapatikana katika kundi la waumini? Almunafiqu man yadhharu al-imana wa yabtinu al-kufra, ni mtu ambaye anadhihirisha imani lakini akaficha ukafiri. Anapendeza mno mnafiq kwa sababu yeye anadhihirisha, kwa hiyo huwezi kumjua. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema hatowaacha Mwenyezi Mungu waumini kwamba ni wenye kuchanganyikana na wanafiq, hatta yabtaliyahum, ndio ile hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka Mwenyezi Mungu awaonje wao, fayafsila baina haula'i almu'mini min almunafiq wa haula'i, akapambanua kati ya hawa na hawa, kama faala fi ghazwati Uhud haithu dhahara ahlul imani wa ahlun nifaq, kama alivyofanya Mwenyezi Mungu katika vita vya Uhud, namna Mwenyezi Mungu alivyodhihirisha watu wa imani na watu wa kufuru. Ni pale walivyoandaliwa katika mapambano yale kupambana na makafiri, alivyoambia, mesoma katika sira, walivyoambiwa na mtume, nyinyi kaeni juu ya jabal msishuke, tukishinda tukishindwa, lakini msije mkathubutu kushuka. Baada ya wale kuona waumini wanaelekea sasa kuwashambulia maadui, wakaona washamalizwa, wakashuka mbio mbio kwa ajili ya kukimbilia zile ghanima, kwa sababu watachukua ghanima. Kule kubakia kule juu na kutoshuka, wakahisi kwamba wanaweza wakazikosa, lakini hawakujua malengo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakashuka, ikawa ndio sababu ya kuzidiwa nguvu waumini, sababu ya kule kushuka kwao. Kwa hiyo ndio wakapambanuka sasa, wale walioshuka ndio washapambanuka kwamba hawa si wenzetu. Sio ndio ma kana Allahu liyadhara almu'minin hatta ala ma antum alayhi. Mwenyezi Mungu hawezi kuwaacha waumini na msimamo ambao mnao
mpaka apambanue huyu ni mu'min, huyu ni munafiq. Ndio akasema hivyo. Ibn Kathir anasema, tukizungumza Ibn Kathir ni katika wale a'lamul mufassirin. Rudi katika usulu tafsir, a'lamul mufassirin Ibn Kathir yupo na nasaba yake ameelezewa vizuri, yupo katika ile list ya a'lamul mufassirin katika usulu tafsiri. Ibn Kathir yupo. Sasa anasema Ibn Kathir yeye katika kuelezea hii aya, la budda an ya'taqida shay'an min al-mihnati yadhharu fiha waliyuhu. Hapana budi an ya'qida shay'an, hapana budi kufungamanisha kitu, jambo kutokana na mtihani ambao utapelekea kudhihirika ndani yake waliyuhu, yule wali wa Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio mu'min, mpaka ipatikane mtihani, lakini pia wayafdhiha biha aduwuhu, na apate kumfedhehesha kwa ule mtihani adui wake. Ndio yu'rafu bihi almu'min as-sabiru min almunafiqi alfajir, hujulikana kwa mtihani ule, hujulikana mu'min mwenye subra, lakini pia na munafiki ambaye ni fajir, ni muovu. Kama mayaza bainahum yawma Uhud, kama Mwenyezi Mungu alivyopambanua kati yao siku ya Uhud bil ba'sai, kwa shida, matatizo pale. Kwa hiyo namna ile Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii, katika aya hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Ibn Kathir amefasiri namna hiyo. Na Mujahid naye anasema mayaza bainahum yawma Uhud. Mujahid, tukizungumza Mujahid yumo pia katika a'lamu mufassirin. Fuatilia katika usulu tafsiri, katika wale ambao ni hoja wanafaa kutegemea tafsiri zao, Mujahid pia yumo. Amesema kwamba mayaza bainahum yawma Uhud, aliwapambanua Mwenyezi Mungu kati yao siku ya Uhud. Allah amewapambanua kati yao siku ya Uhud. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib, haitakikani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwadhihirishieni ninyi al-ghaib, ilmu al-ghaib. Mwenyezi Mungu kuwadhihirishia nini? Ghaib, ile ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba haitakikani hivyo, kwamba hawezi kuwadhihirishia ilmu al-ghaib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala qulubi ibadihi, haitakikani Mwenyezi Mungu kwa kuwadhihirishia nyinyi katika nyoyo za waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala, fata'rifu al-mu'min min al-kafir, anasema Tabari katika tafsiri yake, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala qulubi ibadihi, haitakikani Mwenyezi Mungu yeye kudhihirisha kwenu nyinyi ila ilmu al-ghaibi, juu ya nyoyo za waja wake. Fata'rifu al-mu'min min al-munafiq wal-kafir, mkajua mu'min au faturafu, naam, fata'rifu, mkamjua al-mu'mina min al-munafiq wal-kafir, mkampambanua mu'min kutokana na munafiki na kafir. Walakinahu yamiza bainahum bil mihani, lakini Mwenyezi Mungu anapambanua kati yao kumjua huyu ni mu'min na huyu ni munafiq, bil mihani wal ibtilai, kwa mitihani na maonjo. Hii ni tafsiri ya Tabari, ama tafsiri namna hiyo. Ndio asema kama mayaza bainahum yawma Uhud bil basai wal jihadi aduwihi, kama alivyopambanua Mwenyezi Mungu kati yao siku ya Uhud kwa shida, matenge, matatizo, lakini pia na jihadi ya kupambana na maadui wake. Kwa hiyo hizi sharh tafsiri zao zinaalikiana katika maani, Mujahid na Ibn Kathir. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu huchagua kutokana na mitume yake yule ambaye kwamba anataka kumchagua. Allah ndiye anachagua. Fayutla'ahum 'ala al-ghaib, ala ghaibihi, kama atla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala hali al-munafiqina, kama ilivyotokea, kama Mwenyezi Mungu alivyompa ilmu al-ghaib bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kujua hali za wanafiki. Kwa ile yashtabi min rusulihi mayashao, ni kama mtume Muhammad yeye amechaguliwa kupata ilmu ya ghaib, lakini haitakikani, haiswihi, haikuwa tafsiri namna hiyo. Maakana yalitliakum lamul juhudi, hiyo si ndivyo kuna nafi nyuma, kwa hiyo ni masubu bi an mudhmara baada lam al-juhud. Sawa ambao ma kana nafi huko Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haitakikani Mwenyezi Mungu akawapa ilmu ya ghaib, lakini Mwenyezi Mungu amchagua yule ambaye anataka apate ilmu hiyo, ambaye ni bwana mtume Muhammad na mitume wengine. Kwa hiyo faaminu billahi wa rasulihi, aminini kwa Mwenyezi Mungu na mitume yake. Muaminini Mwenyezi Mungu, aminini mitume yake. Sema katika tafsiri ya Muhammad Ali Swabuni asema aminu imanan sahihan, aminini imani iliyokuwa sahihi, bi anna Allah wahdahu, kwamba hakika Mwenyezi Mungu peke yake, almutli'u ala alghaib, ndio mwenye kudhihirisha ghaib, wa anna ma yukhbiru bihi ar-rasul min umuri al-ghaib, na akasi vinginevyo kile ambacho anakitolea habari kwacho bwana mtume Muhammad min umuri al-ghaib. Ar-rasul mkuja kwa maarifa, hakutajwa jina, yajulisha ni bwana mtume Muhammad, kama alivyokuwa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, hakutajwa an-nabiyyu nani nabii. Sawa Kwa hiyo an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, nabii ambaye sasa ni nabii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni bora kwa waumini min anfusihim, kuliko nafsi zao. Tafute usije meja. Kwa hiyo bwana mtume Muhammad ndiye aliyokusudiwa kwamba yeye mtume, yeye ndiye ambaye ana ilmu ya ghaibi na Allah amempa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faaminu billahi wa rusulihi, muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Naweza kufuta baadhi. Sasa hivi ndivyo anavyoeleza katika aya hii, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adhim, mkiamini na mkimcha Mwenyezi Mungu basi mna nyinyi ujira, thawabu zilizokuwa adhim, tukufu zaidi, thawabu zilizokuwa tukufu. Ndivyo anavyosema Allah subhanahu wa in tasaddaqu rusuli wa tattaqu rabbakum bitaatihi falakum thawabun adhim, mtakaposadikisha mitume yangu, mtakamcha Mwenyezi Mungu kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtapata thawabu, tena thawabu nyingi. Hii ndio aya ilivyoelezewa. Kwa hiyo mafunzo yake ni kwamba tunatakiwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu amechagua mitume yake kwamba wao wapate ilmu hizo za kujua nani huyu, kwa ile sharafu na utukufu wao mitume. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adhim. Aya inayofuata ni hiyo ya 180. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Tukirudi katika lugha sasa,
yahsabanna, hiyo ni fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' tumezoea kuwa ni marfu'un, lakini hapa imenasibishwa, inaitwa ni mubna. Fi'l mudhari' mabni ala al-fath litisalihi binuni tawkidi thaqila, ndio sababu ya kuwa hivyo. Lakini pia alladhina yabkhaluna, tukielezea sasa katika nini hizi shurutul mufassir. Kwa nini tunazungumza hivi? Kwa sababu tumezoea fi'l, baada ya fi'l na fa'il anakuja ni nani? Ni maf'ulun bihi, si ndivyo No, ndio. Baada ya kuja fi'l anakuja ni fa'il. Si lazima kuja maf'ulun bihi, si lazima, kwa sababu kuna af'alu ambazo ni lazima. Sasa hii la yahsabanna, tukielezea sasa katika lugha alladhina. Kwa nini alladhina? Hiyo ni ismu mausul ambayo itakiwa ije kwa njia ya fa'il, si ndivyo Kwa nini isiwe alladhuna? Sasa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ndio wakati mwingine yanapingana na lugha yako. Hiyo ni lugha tu ya Kiarabu, lakini haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu tu ambayo hayaingiliani nao. Lakini sasa katika ijtihadi, kwa sababu pia tulizungumza kwamba hata watu wa lugha, watu wa nahwu wana adabu. Unashangaa mtu akijua fi'lu na fa'ilu, basi yeye humtukana kila mtu. Akitokewa mtu na sabqul lisani tu kidogo ameteleza, hajui, sio ni kibri. Hujui wewe, kwa sababu hao wenye nahau zao, wenye falugha zao pia wana adabu. Ndio maana hawakulazimisha wala yahsabanna alladhina, wakaifanya alladhuna, ila wamesema tu katika Alfiya bin Malik kwamba jam'u alladhi al-ula alladhina mutlaqa wa ba'dhuhum bil wawi rafa'an nataqa. Ndio wakasema jam'u ya alladhi, ili alladhina, si ndivyo? Mutlaqa inakuwa hivyo, ndio kawaida. Jam'u ya alladhi ni alladhina, ndio ye wala yahsabanna alladhina, si ndivyo Mutlaq. Lakini ba'dhuhum bil wawi rafa'an nataqa, baadhi yao kwa wau wameijuzisha jawazi, wamesema inafaa kusema alladhuna, si ndivyo? Tumezoea alladhina, lakini baadhi yao wanasema kusema wala yahsabanna alladhuna, yahsabanna ni fi'l mudhari' mansub mabni ala al-fath litisalihi binuni tawkid al-thaqila. Alladhuna ikaja ni fa'ilu, ni ismu mausul na ambao ni fa'ilu wa alamatu marfu'un wa alamatu rafihi alwaw, si ndivyo? Wao ikasimama alama ya raf'i, ndio wakasema wa ba'dhum bil wawi rafa'an nataqa, baadhi yao kwa wao wamerufaisha wakaitia wao alla, ikija mahala pa fa'il wakaifanya alladhuna kama ilivyokuja hapa. Lakini maneno ya Mwenyezi Mungu yanaheshimiwa, hawakusema wala yahsabanna alladhina au alladhuna, ikabakia alladhina vile vile, jam'u alladhi ula alladhina mutlaqan, ikabakia pale. Hiyo ni katika lugha, na ndio wakasema ni katika anwa'u wala yahsabanna alladhina yabkhaluna. Tukirudi katika anwa'u swila, maana hiyo alladhina ni mausulu, si ndivyo Katika anwa'u swila, ili ujue kwamba ni swilatul mausul, basi ipatikane jumlatul ismiya, jumlatul fi'liya au shibhul jumla. Sasa tuangalie katika mausuli iliyokuja katika aya hiyo. Jumla ni swila imekuja katika jumla gani? Wala yahsabanna alladhina yabkhalun, hiyo ni jumlatul fi'liya ambayo inapatikana nini? Fi'li na fa'il, sawa fi'li na fa'il, ikaja namna hiyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa sharti za swilatul mausul ni kuja fi'lu jumlatul khabariya, ambao fi'lu na fa'il jumlatul khabariya, si ndivyo Jumlatul ismiya mubtada na khabar ni jumlatul khabariya.
ni miongoni mwa anwa, ni sharti ya nini, ya silatul mawsul au shibhu jumla. Bas kwa hiyo ipo namna hiyo. Kwa hiyo usije ukaulizwa kwa nini isije yahsabanna alladhina wala yahsabanna alladhuna, isije hivyo. Unawaambia warudi katika Alfiya bin Malik zaidi, ingia katika sharh ya Ibn Aqil. Kwa hiyo imeelezewa hivyo katika lugha. Sasa katika hali sasa ya ubakhili, sasa Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema yara katika ila yahsabanna, wasidhani wale ambao kwamba wanafanya ubakhili, bima atahumullahu min fadlihi, kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu, unaona hii ma nayo ni nini, ni mausul, kwa kile ambacho kwamba atahumullahu. Kwa nini mausul? Kuna sharti ya suratul mausul, atahumu kuna fi'lu na nini na fa'il, ndio waman wama wa al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu inda tayyin shuhir. Iman na ma na al huwa sawa kama ilivyotajwa, ni mausul. Kwa hiyo bima, hiyo ma bima atahumullah, kwa kile ambacho kwamba atahumullah, sawa. An naw'u sila ni ile atahu, ndio sharti ya kujua kwamba hiyo ma ni ya mausul. Kuna jumlatul fi'liya ambao ni jumlatun ni khabaria, sawa tujue hivyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wasidhani kwamba ubakhili, mali ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu wakafanya ubakhili, kwamba ule ubakhili kwamba wanajifanya ni kudhibiti mali. Tunatoa agizo, tunatoa angalizo kwa wale wenye mali wasiomba bakhili. Ubakhili haufai hasa katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu sasa hivi kuna tabia sema nadhibiti mali yangu, kule kuwa bakhili. Hata mtu yuko radhi sasa kubadilisha itikadi kwa sababu bakhili. Sema mimi bwana, mimi mwana sunna sichangii maulidi. Ni ubakhili, ni njia za ubakhili. Mimi sichangii sini michango tu ya khairi ambazo hazina madhara katika dini, zina khairi. Basi mimi bakhili tu waona. Sasa huu bakhili huu msidhani sasa mwadhibiti, msidhani mwadhibiti. Ndio akasema msidhani kile ambacho Mwenyezi Mungu amewapa kwamba ni bora, sio hivyo. Ndio jumhurul mufassirin anasema anna almurada bilbukhl huna albukhl bilmali li'annahu huwa alladhi yattafiqu ma'a siyaq. Wanasema kwamba jumhurul mufassirina kwamba ubakhili, muradi ubakhili hapa ni ubakhili wa mali, kwa sababu mali ndio huafikiana na siyaq ya maneno ya Mwenyezi Mungu, sawa ubakhili wa mali ndio siyaqi inavyokubali. Jumhuru ulama wanasema hivyo, lakini baadhi wanasema anna almurada bilbukhl huna albukhl bililmi wa kitmanihi, wadhālika li'anna alyahuda katamu sifati an-nabi sallallahu alayhi wasallam allati ja'at biha at-taurat. Wengine wanasema kwamba ubakhili uliokusudiwa ni ubakhili wa ilmu na kuficha ilmu. Pia nao wamesema, wamejitahidi wakasema ni huo bakhili ndio. Kama ilivyokuwa Mayahudi walificha sifa za Bwana Mtume Muhammad, zimeelezewa sifa za Mtume katika Taurati na Injili, lakini wakasema, lakini walladhi narahu anna ma alayhi aljumhur wal arja, ndio wanasema katika kanuni sasa za kuchukua hoja istinbat, wanasema hapa wal qawlul awwal huwa al arja. Ndio akasema tuonavyo hapa, tuonavyo sisi, anna ma alayhi aljumhur wal arja, kile ambacho wamesema jumhur kwamba ubakhili uliokusudiwa ni ubakhili wa mali ndio arja, ndio kauli ya nguvu zaidi. Kwa nini? Wa huwa almuttafaqu min siyaqi alkalam, nao ndio wafikiana na siyaqi alkalam. Na akasema dhamiru huwa yaudu ala albukhli mutafadu min qawlihi yabkhaluna. Hii dhamiri hapa huwa inarudi katika nini? Ubakhili. Sio anasema huwa khairun lahum. Wakasema kwamba
huwa, wasidhani kwamba kile ambacho wamepewa kutokana na fadhila za Mwenyezi Mungu huwa khairan lahum, kwamba hiyo ni bora kwao. Sasa huwa khairan lahum, wasidhani kwamba hiyo ni bora kwao. Ndio akasema watu wa ilmu kwamba wadhamiru huwa yaudu ala albukhli. Sawa hiyo huwa khairan lahum, ye huwa ubakhili, wasidhani kwamba ni bora kwao. Futa baadhi kama unaona, unasikia huwa ubakhili. Kwa hiyo hii dhamirul fasli hapa asema kwamba hii imekuja kuashiria kwamba ni imekusudia inarudi katika ubakhili. Lakini Zamhashari anasema annahu dhamirun fasl ta'kidi nafi dhann, naam, fi al-khabariyya. Kila mmoja anaeleweka. Zamhashari anasema hiyo dhamiri huwa khairan lahum, asema dhamiri hii ni taakidi ya dhanna fi al-khabariyya, kuikataa dhanna, vile wanavyodhania kwamba ule ubakhili ni bora kwao. Asema hii inakataa ile dhana ya ile al-khairiyya, ya ule ubora, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba wala yahsabanna alladhina bakhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum, wasidhani kwamba ni khairi. Yani hii ni ya kukataa ile khairi. Huwa dhamiri hii imekuja kunafi, kukataa kwamba sio bora ubakhili. Zamhashari anasema. Kwa hiyo wa fi i'adati dhamir wa dhikr jumlat al-ismiyya fi qawlihi bal huwa sharrun lakum, ndio na kutaja jumlatul ismiyya katika kauli bal huwa, si ndio? Hapo mbele kuna bal huwa sharrun lahum si ndivyo bal huwa sharrun lahum, ile bal ya idhrab liitwali al-hukm al-awwal imekuja kubatilisha hukumu ya kwanza kwamba ubakhili sio bora. Bal huwa sharrun lahum, bali ni shari kwao. Kwa hiyo kule kutaja jumlatul ismia ile bal huwa, si dhamiri hiyo ni jumla, ni ismia. Jumlatul ismia, dhamiri ni ismu, sio ismu. Dhamiri ni jina, kwa hiyo ni jumlatul ismia. Kwa hiyo kule kuja jumlatul ismia, kutaja jumlatul ismia katika ile bal huwa sharrun lakum, hiyo ni taakidu limaana asharru fil bukhli, ni shari, ni ubaya katika kufanya ubakhili. Kwa hiyo imeelezewa hivyo bal lil idhrab wa ibtali al-hukm al-awwal. Maana kuna tofauti kati ya bal na bala, kuna tofauti. Bala ni harfu jawabi, si ndivyo lakini bal ni ibtali al-hukm al-awwal lil idhrab wa ibtali al-hukm al-awwal. Kwa hiyo katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad iliyopokelewa riwaya ya Muslim katika sahihi yake, Jabir ibn Abdullah amepokea hadithi akasema kutoka bwana Mtume Muhammad. Mtume anasema ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah, ogopeni dhulma, hakika dhulma ni giza siku ya kiyama. Ukifanya dhulma basi siku ya kiyama wewe utakuwa wewe huoni, giza tu. Wattaqu shuha, hapa ndio mahali shahidi. Tunazungumzia nini? Ubakhili katika aya hii. Na ogopeni ubakhili, fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, hakika ubakhili umepelekea umeangamiza watu ambao ni kabla yenu, walikuwa kabla yenu nyinyi. Hamalahum ala an safaku dimaahum, imewapelekea ule ubakhili mpaka sasa watu wanamwaga damu zao kwa sababu ya ubakhili. Wastahallu maharimahum, na mpaka kupelekea kuhalalisha vilivyoharamishwa kwao. Kwa hiyo ubakhili haufai. Waliokuwa na mali, acheni ubakhili. Tutaona mbele hapo, tutaona kwa faida ya nini, hasara ya ubakhili katika mwisho wa aya rasul walillahi mirathu samawati wal ardi. Allah akasema sayutawquna ma bakhilu, watafungwa. Atawqu ma yulbasu min asfala ar-raqaba, katika lugha tawq ni tai, mazoea tai zile za waheshimiwa. Tawq, tai hii inafungwa katika shingo ile, kichomekea vizuri ukafunga tai, sawa, ile atawq.
Sasa hii imeazimwa lugha hii atosayutawaquna. Ile tai asili yake inakukaba shingo, si ndivyo lazima ukabe kifungo hiki. Sasa Mwenyezi Mungu akatumia lugha hii sayutawaquna kwamba watu hawa watafungwa na vile walivyofanya ubakhili yaumul qiyama. Ndio sayutawaquna ma bakhilu bihi, watafungwa na vile ambavyo kwamba bakhilu ma ya mausuli, sharti yake imekuja jumlatul fi'liya. Watafungwa na ubakhili wao ile siku ya kiyama, watakabwa na shingo tai tobu. Ndio asili ya tobu, sayutawaquna. Kwa hiyo ndugu zangu waumini, aya hii fal ayatu tad'u almu'minina ila aljudi was-sakhai min ajli i'la'i kalimatillah. Aya hii ina wito wa kuwaita waumini kuwa na ukarimu na utoaji kwa ajili ya kutangaza kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ulichokuwa nacho toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usiwe bakhili. Mwenyezi Mungu anakataa. Kwa hiyo amekataa dhana ya mabakhili kwamba sio kudhibiti mali. Kajifanya hutoa sema nadhibiti mali. Hapana, wadhibitiwa wewe. Kwa hiyo haifai. Ndio mwisho kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema walillahi mirathu samawati wal ardi. Walillahi mirathu samawati wal ardi. Na nia Mwenyezi Mungu mirathi ya mbingu na ardhi. Ndio tukazungumza kwamba pale mwanzo katika nakli ya aya mbili hizi tukazungumza tutaelezea kwa nini hii ianze hapa mahala hapa istinafi hii ianze na shibhul jumla jarri alafu na majruru lita'dhim. Nidhamu ya watu wa nahwu sio majruru bilam, majruru lita'dhim mabni ala al-kasri, ndio ni majruru lita'dhim, sio kwamba imaburuzu. Maana majruru siku zote asili yake ni kudhalilishwa. Kwa mfanye Mwenyezi Mungu ni majruru au mansubun ni mafuulu, ni kufanywa. Kwa mfanye Mwenyezi Mungu mfanye asili yake ni kufanywa, yani kufanywa, yani kufanyishwa. Ndio usiwezi kufanya Mwenyezi Mungu mafuulu bihi, ni mansubun lita'dhim. Kwa hiyo watu wa nahwu pia wana adabu. Tunafundishwa adabu katika nahwu zetu ndogo ndogo tusizojua, tuwe na heshima. Ndio watu wa nahwu pia wamekuwa na adabu. Kwa hiyo hii lillahi nayo shibhul jumla hii yasema inafundisha kwamba hii ni hasr. Tukaambiwa al-hasru au al-qasru huwa takhsisu shay' bi shay' wa yakunu al-maqsuru muakhara. Maqsuru ni muakhara. Hasr na kasr ni kuhusisha kitu kwamba mirathi ya mbingu na ardhi haihusiani na yeyote katika makhalukati la ila ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana ikatangulia lillahi. Lakini kama mimi na wewe tusiojua, tusokuwa na ilmu na papara na lugha zetu, tungesema mirathu samawati wal ardi lillahi. Sawa, tungepangilia hivyo. Mirathi ya mbingu na ardhi ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu yeye ni wallahu wa Allahu a'lam, na haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, basi akatumia hasr maana yake ni blanket, mabano, kwamba hakuna mirathi ya mbingu na ardhi kwa yoyote isipokuwa ni kwa nani? Ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii imekuja kufanya blanket, imekuja kuleta hasri. Kwa hiyo tuwazungumza kwamba hizi fani jamani, tukielezea hivi zina maana zake, sio fahari, ni katika sharti za kufasiri maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii hasri iliyokuja hapa, tukizungumza hasri katika ilmu al-balagha au usul al-fiqh, tuwazungumzia hasri maana yake wanafanywa mabano wale mabakhili, si wale ambao wanadhani kwamba ubakhili ni kudhibiti mali. Mabano yao ni kwamba dhibiti mali yako basi, lakini utakutana na istidraj. Dharni wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Niache
na yule ambaye anakadhibisha maneno haya ya Mwenyezi Mungu tutawavuta katika 18. Watakuja pole pole kiasi ambacho hawajui. Kwa hiyo ndio hawa. Dhibiti mali yako, lakini lillahi mirathu samawati wal ardhi. Utakufa, utamwachia nani? Mwenyezi Mungu. Allah mirathi ni yake. Mwenyezi Mungu yeye ndio hafi, wewe utakufa. Lakini mbingu na ardhi ambao ndio hazina za mali yako ni mirathi ya Mwenyezi Mungu. Hii imekuja kufanya hasri kwa wale ambao wanafanya ubakhili. Elewa aya hii. Kwa hiyo wallahu basirun wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo kwamba mwayafanya, Mwenyezi Mungu ni mtambuzi. Allah anajua, kwa hiyo atawalipa amali mnazozifanya. Mwenyezi Mungu ni mtambuzi, kwa hiyo atawalipa. Ndio natija. Kwa hivyo tumefundishwa aya hizi mbili, zimetufundisha kutokuwa wanafiki. Mnafiki siku zote ni yule ambaye kwamba ikifika mwisho wa kupambanua haki, basi yeye hukimbia, hujitenga. Lakini pia tumepata mafunzo katika aya hizi, hii ya pili, kwamba tusiwe mabakhili. Usidhani kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuruzuku kwamba ukikizuia kwamba wewe ndio umefanikiwa. Sio hivyo, sio hivyo, sio bora. Kwa hiyo ubakhili haufai. Kwa nini? Kwa sababu ishi utakavyoishi na mali yako, lakini siku utaiacha mali. Kwa hiyo utakuwa na ubakhili tena? Hakuna ubakhili tena, inarudi mirathi ya hazina za mbingu na ardhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa aya mbili hizi tujifunzeni namna hiyo. Tumesema Qur'ani inatufundisha namna ya kuishi katika hali zetu. Ukiwa bakhili, basi rudi katika aya hii, acha ubakhili. Lakini tumeambiwa tutoe kwa ajili ya kuitangaza kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba usiwe bakhili ukatoa mali yako kwa ajili ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Toa, usiwe bakhili, lakini mali yako itoe kwa ajili ya kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo insha Allah kwa leo tutakoma katika aya hizi. Mwenyezi Mungu, Allahumma alimna ma jahilna. Mwenyezi Mungu tufundishe pale ambapo hatujui. Muombe Mwenyezi Mungu atufundishe hivyo. Allahumma dhakirna ma nasina wa alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafa an-nahari ala an-nahwi alladhi yurdika. اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع. اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.